walisema wako na zawadi. Njoni no, muko na kuja. Huyu ni Orfa. Good. Nju. Your Excellency, tuko na zawadi yako hapa kwanza. Ay. Hiyo ni ya kushukuru. Hiyo ni ya kuweka kalamu na inasema ya kwamba asante sana. Asante. Evelyn. Asante sana. Thank you very much. Madam, huyo mama anaitwa Madam Evelyn. Kwao ni huku Marongo. I think so. Na walikuwa na Mama Rose kule ya Kinyi. Zawadi mtachukua baadaye sasa. Hii ilikuwa ya hapa tu. Nengo chere nko mwatore. Na waninche okora rero mubuga tingoko chiane. Konye moko ngasa na tingoko. Anenero. Bake wheelbarrow na aero lile. Sasa karatiga ngo chande bono chizawadi chilichio moerio. Lakini ntaite mura ntegerere ngane yemo. Karaigwa. Nyakembere mbuya mure. Njenta rego kwa na kera ngo chiko ikarasa bono tiniko kwa ne kiagero mu deputy governor ngo kwa nare. Amaskani ya manene ntaite montegerere. Tianda babori ni swali. Mwanya korora namba ibere bwense kago chaga nyakembere. Nkwa ngiteri biya. Mwanya korora namba ibere bwense kago chaga. Aye, wewe, peleka watu pole pole. Aya, mwanya korora namba ibere bwense kago chaga nyakembere. Mwanya korre deputy president iga. Ningore tino deputy president. Mbate abige ntekemo. Omongwana wekero na sote bunge niga mbegere chintiga tigime. Tuatari nere Kenya ngima. Na onyeni nwekero mugutara gusiyeye. Mubunge kio manyire mono. Kwana mono ningo manyire mono. Ningo manyire mono. Ege ndo gara manyire no mongwana oyo tuatari nere. Ombegere chintiga tigime. Rere tuacha iga yani akamuisi akaliro borungi nka egaso embege gocheroka ego chigoro kaguba karibu gichonjo akamuraka murochega gaoncho kaiga kama gasoe gari anamba ibere bakaga omomura na akamenire sukuri rienge obo rimoko yorezi gureza moilari omongwano yombekire chintiga tigi ombangire tokaswamo tokarosie kiama gekoro ku UDA tokaswamo na eno ngamini ni mono anosia sitogochi etogotaramo anosia sentegetekene gyo sitegetengo korare ebinte ebyo simwarere togosuguma nero onkonya gosuguma nkonga mureri bagantare na William Ruto nkore nere gase kabisa ngwanja murenga William Ruto nere togochora 2022 abantu mbare bataite gotoira bogere togokora esabwe ye mukonya kogwa na ene nere ina hero taite gokora kumaita machibu 2007 togakero uroche tokagwa togakero na ene 2013 tokagwa 2017 tokagwa omogakoria orenge 2007 yorenge chinguru mbono igaga kera chanyare omogakoyo ikara sitega ono mokutana oyo gosino ya gatano to oncho kanene gusiengima Raila asakaro bokire omanyire na kiga asire nse yemune kare ose miaka ya achire gochimotu munankora abadenga siasa yeta itaka munwa kaya kabwate sukari no mobuko bya kabisa aka musori omongwana aga Kenya naro byeto omongwana yo musori na yake ago tare na yake rubuga taka musori kwamanya kokatumia mnabono iga nabonko matebitoriye tira togokora abantu bana mu marina kinko babanga mwarwara mbobengo okora akora gage mbobenda akore ekiagera siasa yakamunu teringia nonye ninchekera ngo chaga ko batarira usenko baserande nkimogo chimumane nanga tara na Ruto osinero yo kogera na basera bamido gage mwanchira nirentare nere nko basabaga kiasa maskani abana waminto monga obosoku twachakire korosie timu enene yoko ile serikali emetienyi atigere ni komiyoka bogere ntubwa atiba gabona mugirango ekiagera no eno mingo niga bwate tio mogere kabisa na arega mabona akwa mete bimo sambete mbona tobona kumubekera ini onye ndiri abwate tiko chimoina angambuya akabwatio mogere ma tamo etikende akamobwa assistant minister omuntu kwete no mogere ma oye karaslega osema na gaki mono ebisyu byaite birega ase William Ruto
aiga no bisibu yaito na ende William Ruto abe president ya Kenya aki ya Mungu omuisi mubene nje na abiokire gaje gerege asa na ene gikore mutu ari mo maito soro no monto bwa nkore ndabu na nje nko biokia abantu baito twarure kurubora twakobire basi ya bugichoncho twatanga asirigore tage rami to gochaka gochakere tago chie kona gochimogenda ngende kimokaga netie gende kina nenge karo mbarenga moko ngorokia maoka William Ruto gaki ngwancha moro mwensi bomoso ekiama kia UDA ngwancha moro moso UDA ngorokia ngama oka UDA ndara soko boko tafadhali moire ngora moire mongina ngo ikaransare ngorokia ngama oka UDA tafadhali ndara ngoso amoro mwensi UDA alama ya UDA ngetoki alama ya UDA ngetoki ekera alama ya itere Wilbaro umaitemba bako ne watebanga etore Wilbaro ngabarabwe bare chungwa eina alama tu naende onde bwezi na achaga abogirango obo chingambore twaro chasa ngao onde bwezi na achaga abogirango ko ni chinyanya chiae momo eri bagao ni chinyanya chiae mwanjira nile abasa ento igwana ine mo seri onde bwezi kago chabogirango ko ni chinyanya chiae tigabare ne chinyanya chiabo chingundo na itora ete chieto chintobu ete chia William Ruto lakini mbo bategerere mo imokeri monto onde bwezi gena mo aka monto onde bwezi Intimu na UDA etora abantu bobwanchani intimu na bagirango etora abantu bobwanchani mwanjira nile ngoro kiango igabare banjira nile na ya mwisho nizungumze kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ya watu wa TV. Sisi kama jamii ya Wakisii hatutaki kudanganywa. Kuna maneno nasikia inaitwa azimio la umoja. Watu wanasema azimio la umoja. Kama kungekuwa na azimio la umoja hapa Kisii ni wakati mzee Simeon Nyachae alisimama kiti cha president. Na wakati alisimama kiti cha president, Mheshimiwa Raila Odinga alikataa kumsupport. Na saa hii anatuambia Nyanza tushikane. Wakati Nyachae alikuwa anasimama kiti cha urais, kwani Raila Odinga alisahau Nyachae ni mtu wa Nyanza? Akakataa, akaenda kusupport Mwai Kibaki. Hata sisi Raila vile anasimama tunakataa, tunasupport William Ruto. Hiyo ndio point iko, kwa sababu tunajua ile ukora iko. Namba mbili tuseme, namba ya pili tuseme namna hii. Chama cha UDA ni chama national. Hakitaki kujua kabila. Vyama vingine vinajua maneno ya ukabila. Kwa mfano hapa Kisii, chama cha UDA ndio kiko na kiti cha national treasurer ya UDA. Anaitwa Mingo Magara. Na wengine wanatoka sehemu zingine. Hatuwezi toka kwa hii chama cha UDA tuende chama ingine ambayo tunajua imeoza. Watu wangu wa South Mugirango wameniambia wako ndani ya UDA. Muko ndani ya UDA ama ODM? Muko UDA ama ODM? Munataka UDA ama ODM? Munataka chungwa ama wheelbarrow? Hebu nionyeshe mikono ya wheelbarrow ndio watu wajue hapa ni wheelbarrow. Na hiyo ndio point tunasema. Na kwa sababu tunataka wheelbarrow, ndio ile wameinua. Tunaomba vijana wote hapa Kisii na South Mugirango tuende tujiandikishe kama wapiga kura. Kama uko na kadi ya kupiga kura uiweke vizuri, ungojee 2022. Lakini kama hauna kadi ya kupiga kura, tunakuomba tafadhali, IEBC imeanza registration. Uende na kitambulisho chako uweze kukata kadi ya kupiga kura, ndio uweze kupigia William Ruto kura ya 2022. Hiyo story yote tumesikia maneno William ako namna hii, William ako namna hii, hatutaikubali hapa Kisii. Jana niliona maneno mengine hata mimi kanishtua. Wezi wakubwa Kenya hii wanajulikana. Wezi wakubwa wanajulikana Kenya hii. Na hakuna mwizi ambaye sasa hakuna mwizi haezi simama aanze kuita mwingine mwizi. Tumesoma, tuliona kwa WikiLeaks International, tumeona watu ambao wameficha pesa nyingi kule nje na si kuona jina ya William Ruto. Huyu ni asla ya kawaida, ni mtu wa kuuza kuku na anatuletea kitu kidogo hapa. Na ndio maana sisi tunasema bottom up. Ni akina nani wana support bottom up? Nione kwa ishara ya mikono. Kwa hivyo nyinyi wote mnapenda William Ruto? Your Excellency, hawa watu wameniambia leo tumekuleta hapa kama naibu wa rais. Kwa heshima kubwa tunakuomba wakati utachukua kiti cha urais tena ukuje kwa hii uwanja ya Nyakembele.
alafu watu wajue ya kwamba wao vile walikupigia kura wakumbuke ya kwamba umekuja ulikuja na tena umekuja wakati huo. Ni akina nani wanakaribisha president 2022? Hebu nione kwa hizo. Haya, hebu onyesha yeye wa mikono ya Osoro 2022 tano tena. Hebu muonyeshe kabisa aone. Kwa hivyo hii wote ni tano tena. Osoro ni tano tena. Emutareko nusio chumba bono. Kakimu na natemire iga. Kakimu oborami obogwetanya kembenere gaki. One na naro. Tinte emeti gaki. Tinte emeti. Asana akorira mawoso hakimu ngabere. Wazema na wake. Osere miaka na yoka na gambire. Ngongeza morende tano. Hakimu korusi Osoro munanganiga ngai mutaire bamero wake. Na ndo oche mna ikarazira ngeiga. Ngoro kiango bari mote bo Osoro na ende tano tena gaki. Igonko ngake na mure chukura. Kabisa kabisa. Nyakembere no Osoro. Mburamu maite TVET niche na achagete. Na ane ko yokora toro mugambi ngo tangasare. Mburamu maite chirambiye chichi achakire gocha gocha. Aki. Na ane kerango na ukwana iskari mo kongira bobe. Ncheno motebwa magena bwa maembe nkonyegere gosa matunda na agwe. Abantu bane banyore. Gosema na waki. Na ende ba achakire gocha ga abagoteba nga umoja ya wakisi. Mwaigure bagotenga bona bagusito bwatane. Omwesimu apoka ante inganga some statement nga tobe kamo. Ndare gote yo apoko iga. Lina arego some statement ena gaide komeka ari UDA. Nkanyora ba chenchiri bakabeke gento getayo. Nkamako gesoma na amanyete bakabeka UDA. Bakanga bakarusi UDA. Lakini ngote baiga. Banto matajiri banto mbacha kobeka namo batane go ikomo girangamo nga bacha gotonga ina togenda ngao. Omogirango na maitasa gotoka. No mogiranga ako bwati Osoro asako matero gosora bagi mbale kama ako promise mo kombwati asako bako ngoro kiango ndiya mono asa yo makena mange ndare tu akerichi nkomye mori eche kwane ekaribisho mo deputy president mo deputy governor karibu sana. Asante ndugu yangu Osoro. Biamono sana. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, wachumba ambao muko hapa sote, ladies and gentlemen, wantu banya kembere mbiamule na ande ono mulo chinge moli aikira ngakimoroje hando manyete moli ko yachire ko onkengina ko ya onkire ngina yagasi omongino kama mabere abantu baragira kase mwarwara bono utuaja no Osoro atwa kamengombe bono nkuragira mureti mogonte bingambi yamono mbiamure na ande tagidemba tebiga bana ba minto abantu banya kembene. Huyu ndugu yangu ambaye amesimama hapa amekaa hapa, the Deputy President, mimi ni rafiki yangu, tumetembea na yeye, ametufanyia maneno mingi, na sisi kama watu wa Kisii imefika wakati ya sisi kulipa deni. Amewaletea mengi hapa. Sasa next year ikifika itakuwa wakati ya sisi kulipia yeye deni. Na kama tutalipa yeye deni, wale ambao ni wanachiita nyinyi ni hustlers, kama hauna cheti ya kupiga kura, sasa wewe huwezi kumsaidia. That is why we must appeal to all our young men and also our young women who are recently married, who have not registered as voters. Registration began today. We urge you to make sure that you register as voters. That is the only way you can perform your civic duty of voting. Ya pili, Your Excellency, iko watu wanasema hapa nje chini ya maneno ya unity ose obomo Gusii. Hii maneno ya unity obomo Gusii, mimi ndio nilikuwa mwanzilishi in 2017. Tukatembea pamoja wakati niliona ambao sikuwa na vile wakuwa wanatembea, nikarudi nyuma, nikarudi nyuma ilikakufa. Sasa wacha niwaambie tuko united, tuko pamoja under the leadership of our leaders here, na tuko nyuma ya Deputy President.
Mtu asiwadanganye atiko Azimio ingine pale nje. Azimio ni ya watu wa Kisii, tukuje pamoja, we fought for Ruto so that in 2022 atukumbuke vile in 2017 wamekumbuka watu wetu wa Kisii. Ngakia wandu wami ndoka Swahili yakun ngakimiwetu ngukuwana via. Ngakimiwetu ngukuwana via. Pona kero moja wakira Ruto kura 2022 nkuwa bolia. Na nje mungeve. Kinyokongi nyora. Biamono sana. Sasa kwa heshima sana nataka msimame tumuite mkubwa wetu His Excellency Deputy President yaongea na sisi. Haya, asanteni sana. Tafadhali tuketi chini wale wanaweza. Mheshimiwa Silvanus Osoro, mbunge wetu wa hapa South Mugirango, waheshimiwa wengine wote wakiongozwa na Deputy Governor wetu hapa Kisii, waheshimiwa ma MCS, viongozi wote, wazee, kina mama, vijana, amacho bami ntongo yamuri. Yamore naende Nyasaye na omuya Kinga kichonzi Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane hivi wale watu wa South Mugirango. Basi mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyakembene. Ndio Nyakembene. Nyakembene. Nimefurahi sana kufika hapa. Nimeungana na mjumbe wenu. Mimi naomba wale wako hapa tafadhali ketini chini, kuna watu Ikalanta. Kama inasemekana namna gani? Very good. Namna hiyo. So mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi nimekuja hapa leo kwa mwaliko wa mjumbe wenu. Tulikuwa tumekuja huko Bogichonjo, tukakuja Etago, tumefika hapa na mimi nataka nimshukuru Osoro kwa kupanga ili tulete bus ya shule ya hapa Nyakembene. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba masomo ya watoto wa Kenya inaendelea kwa taratibu mzuri, ndio tuhakikishe ya kwamba kila mtoto ya Kenya anapata nafasi sawa ya kupata elimu, ndio tujenge msingi wa sawasawa wa maisha ya siku za usoni ya taifa letu kupitia kwa watoto wetu. Mimi nimefurahi sana kufika hapa na mimi nataka niwaambie yale mwalimu mkuu alisema ya shule hapa tutapanga ili tuyatimize, ndio watoto wenu wapate nafasi nzuri ya kusoma. Mimi nimekuja hapa South Mugirango, nimekuja Kisii mara nyingi. Na mimi nataka niwashukuru watu wa South Mugirango kwa kuchagua mjumbe Silvanus Osoro. Huyo muungwana amesimamia watu wa South Mugirango. Kila ofisi ya serikali inajua ya kwamba kuna mwakilishi wa South Mugirango. Mambo ambayo yametendeka hapa kwa muda mfupi tumekuwa na huyu mjumbe wenu ni mambo ya muhimu sana. Kwanza tulikuja na yeye tukaanzisha barabara ile ya kutoka Nyachenge kwenda Tabaka kwenda mpaka Ogembo. Hiyo barabara nilitembea juu yake jana, imekamilika na ilikuwa na shida pale mbeleni. Mimi nataka niseme pongezi sana kwenu. Nilikuja hapa nikaanzisha pia barabara ya Yanzembe kwenda pale Etago na baadaye itaenda mpaka Kenyenya. Nimetembea kwa hiyo barabara leo. Hiyo barabara imeshapita pale Etago ikielekea kule Kenyenya. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo barabara tutatengeneza, tutakamilisha, ndio muweze kupata usafiri wa rahisi kama watu wa hapa Kisii.
Leo pia nataka niwatangazie ya kwamba hii barabara tulikubaliana na nyinyi, na huyu Osoro alikuja kwa ofisi zetu akasema ile barabara tulitengeneza ikielekea Ogembo ikafika pale Ikoba, tukakubaliana ipite kutoka Ikoba ikuje mpaka Nduru, na hiyo barabara saa hii inaendelea. Nimepitia hiyo barabara leo nikikuja, na mimi naona contractor anakazana. Mimi nataka niwahakikishie hiyo barabara ikifika pale Riembe tutaibadilisha ifike mpaka hapa Nyakembene na iende mpaka Nyamarambi. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu nasikia hapa Nyakembene ndio ilikuwa inasemekana ndio mwisho. Sasa hiyo barabara tutaleta hapa mwisho, ndio hapa iwache kuwa mwisho, ndio hapa ianze kuwa mwanzo. Si namna hiyo? So kutoka pale Riembe itakuja hapa Nyakembene na itaenda mpaka Nyamarambe. Pia tumewawekea mpango ingine ya barabara kutoka Esaka mpaka Moteongoba. Ama inaitwa nini huko? Moteongoba. Si ni mna hiyo? Hiyo barabara pia tutajenga na tutaweka lami. Nimeambiwa leo asubuhi pia kuna barabara ingine ya kutoka Nyakeo. Ama inaitwa nini? Nyakeo. Hiyo barabara vile vile tutaweka katika mipango yetu ya mwaka ujao ili tuweze tuwatengenezee. Tunataka kila barabara hapa South Mugirango, kwa sababu mko na mjumbe steady, tuweke barabara hizi zote lami, ndio biashara, kilimo na mambo yenu yote iweze kutembea kwa njia ya rahisi. Tunakubaliana watu wa hapa South Mugirango? Tuko pamoja? Mambo ya stima tunazidi na kusukuma, kwa sababu tunataka kufikisha stima kila nyumba Kenya. Hapa Kisii tulianza 2013. Watu waliokuwa na stima 2013 walikuwa watu 27,000. Leo nikiongea na nyinyi imetoka 27,000 tumefikisha watu 1,140 ambao tumewaunganishia stima. Na hiyo program bado inaendelea. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tunaamini Kenya haitabadilishwa na hadithi. Kenya itabadilishwa na mipango na miradi ya maendeleo. Na ndio hiyo tunashirikiana na mjumbe wenu ili tuweze kufikia mahali pale ambapo kila mtu atajivunia kuwa Mkenya. Tunaelewana watu wa South Mugirango? Tuko pamoja? So mimi nataka niwaeleze ya kwamba tukienda mbele, huyu mjumbe wenu Mheshimiwa Osoro, mimi nataka niwaombe, kwa sababu tumekubaliana tuunde serikali ya mwaka ujao na Osoro. Nyinyi mko tayari? Mtanipatia huyu Osoro tuunde hiyo serikali pamoja? Mtampatia kura ingine tena 5 tena? Hebu nione kura ya Osoro pande hiyo. Nataka tukubaliane hivi, watu wa South Mugirango. Sawa sawa? Tumesema lazima tubadilishe priorities ya taifa letu la Kenya. Kwanza tumesema hatutaki siasa ya kugawanyika na chuki na ukabila. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya. Wale waliovunja chama ya Jubilee walifikiria ya kwamba watatukosesha nafasi ya kuungana, waturudishe kwa siasa ya chuki na ukabila. Lakini Mungu ametujalia, tumetengeneza UDA mahali jamii zote za Kenya tayari wabunge 150 wameungana kwa UDA, akiwemo Osoro na hawa wabunge wako hapa. Ndio tuunganishe Kenya, tuondoe na tuzike siasa ya chuki na ukabila. Watu wa South Mugirango, mtaungana na sisi katika hiyo safari? Mtaungana na sisi? Hebu nione wale wanasema tunataka umoja. Sawa sawa? So nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Harambee!
UDA. Tunasema kazi ni kazi. UDA. UDA. Wale wako ng'ambo ile hawajasikia kwamba tumesema ni UDA. Harambee. Harambee. UDA. UDA. Tunasema hivyo kwa sababu tunajua kwa umoja, watu wakiungana, hata Biblia inasema Mungu atahakikisha ya kwamba tumebarikiwa. Ndio tunasema hatutaki kurudi nyuma kwa siasa ya vyama ya kabila hii ama sehemu ile. Tunataka mahali chama ni ya kitaifa na iko na uwezo wa kuunda serikali na iko na uwezo wa kutengeneza sera na mpango na ajenda ya kubadilisha mambo ya taifa letu la Kenya. Jambo la pili, mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Sawa sawa? Wale wengine wanasema ya kwamba wanataka tuendelee na mambo ya viongozi. Tunawaambia hapana. Wacha kwanza tuanze na mambo ya wananchi. Wanatuambia ya kwamba mambo ni kubadilisha katiba. Tunawaambia hapana. Mambo kwanza ni kubadilisha uchumi. Wanatuambia tutengeneze mamlaka ya rais na vyeo ya viongozi. Tunawaambia hapana. Tuko na vijana wengi, mamilioni, wakiwemo wa South Mugirango, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Wacha kwanza tutengeneze nafasi ya kazi ya watoto wetu wa Kenya. Nyinyi viongozi mungoje. Ama mnasemaje watu wa South Mugirango? Si hao wadosi wangoje? Ngojeni kwanza tutengeneze uchumi ili nafasi ya watoto wetu ipatikane. And that is why we are saying it is going to be business unusual going forward. We must first prioritize the jobs for ordinary citizens, our children, millions of them who have certificates, they have diplomas, they have degrees, they have no opportunity to work in their country. That is the most urgent and most important priority for us. It is not changing the constitution to create positions for leaders. It is changing the economy to create opportunities for jobs for the young people, millions of them, of the Republic of Kenya. Tunaelewana ndugu zangu watu wa South Mugirango? Nikisema hapa wengi wetu ni wazazi. Ni kweli ama si kweli? Na kila nyumba kuna mtoto amemaliza shule. Kuna mwenye yako na diploma. Kuna mwenye yako na certificate. Lakini leo hawana ajira. Na tumefanya mpaka ikakuwa ni kawaida watoto wetu kuhangaika. We must say it must come to an end. There must be a deliberate government plan to create opportunities for jobs for the young people of our nation. Na sio tafadhali. Sijui kama tunaelewana. So tunataka tutembee hiyo barabara na nyinyi watu wa South Mugirango. Mimi nawauliza, mnasema priority ni viongozi ama priority ni wananchi? Priority ni kubadilisha katiba ama priority ni kubadilisha uchumi? Priority ni vyeo ya viongozi ama priority ni kazi ya vijana? Hapo ni kazi rahisi, nafikiri mmesema wenyewe, hakuna rocket science, ni rahisi kama wheelbarrow. Haihitaji gear, haihitaji mafuta, haihitaji driving license. Suluhu ya Kenya tutapata kwa njia ya urahisi kama hiyo wheelbarrow tunaona. Tumekubaliana watu wa South Mugirango? Tutatembea pamoja. Na hii jeshi yetu yote hii yote, tuko na vijana wengi hapa. Tuko na kina mama wengi. Mimi nataka niwaombe hasa sisi watu wa hapa South Mugirango na watu wa Kisii County. Nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Vijana wajitokeze, kina mama wajitokeze, na tuweke mikakati ya kuheshimu kila mtu. Nataka tukubali ya kwamba vijana wanaweza kuongoza, kina mama wanaweza kuongoza, wazee wanaweza kuongoza, na tuwache upaguzi. Tunataka kila mtu apate nafasi sawa. Tuko pamoja? Tunakubaliana? Tuko pamoja? Mwisho mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, vijana mko? Sisikii sauti yenu, vijana mko?
Wapi sauti ya vijana wa South Mugirango nisikie? Sikizeni marafiki zangu. You are the primary stakeholders of our present and our future. And you are the people who will install the next government. The opportunity for you to make the decision on what kind of priorities you want in the next government is here. You can only make those choices if you have the power of the vote. There are 6 million young people in Kenya who have that opportunity to make a decision about their present and about their future. But that decision is going to be made by others if you do not have your vote. I am asking every young person, wherever they are, to know how important it is for them to have a voter's card so that they can make a decision about their present and about their future, so that they can choose the priorities of the next administration. We are telling them our priority will be to begin with the jobless young people, from the bottom going up. And you can only make that decision if you have a voter's card. Nyinyi mnanisikia? Nasema hivi, kila kijana wa South Mugirango hapa, uamuzi ya vile mambo itaenda mbele, uamuzi ya priorities ya serikali ijayo, wewe utapata nafasi ya kuziamua ukiwa na kadi ya kura na ukienda kupiga kura, ili uweze kuamua priorities ya serikali ijayo. Priority ya kukupatia kazi kabla ya kutafutia viongozi vyeo. Hiyo uamuzi utapata nafasi ya kuitekeleza ukiwa na kadi ya kura. Ndio mimi nawauliza vijana wote, tuko na vijana milioni 6 Kenya ambao hawana kadi ya kura. Na tunawaambia it is your democratic right. It is your human right to be able to vote in your country, and you have the opportunity to collect a voter's card. Vijana mtakubaliana twende tuchukue kura? Vijana tumesikizana? Tunaelewana? Mnajua umuhimu wa kuchukua kura ili muwe na uwezo wa kuamua? Na msipochukua kura wengine watawaamulia. Na kama wengine watawaamulia, mtajipata mahali ambapo si pazuri. You need to make the decisions yourself. Najua tuko na viongozi wengi ambao wangependa kuzungumza, lakini kwa sababu ya nafasi ya saa, wacha tuachie hapo. Nimesikia mwalimu mkuu wa shule hii amesema mbali na basi mnataka kuanzisha mjengo wa multipurpose hall. Huyo mdosi alisema. Mimi nataka nitakuja siku ingine, lakini kwa sababu nimefika hapa, wewe mwalimu mkuu, nitakupatia 500,000 uende uanzishe hiyo project. Ndio hiyo hapo. Hiyo 500,000 enda anzisha hiyo project yako, alafu tutaongea na Osoro vile tutakamilisha hiyo multipurpose hall yako. Sawa sawa? Tuko pamoja? Tumekubaliana? Mimi najua kuna watu wa bodaboda, relax. Sawa sawa. Mimi naelewa maneno. Na kina mama pia wako. Mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi nataka niseme pongezi kwa kutupokea hapa kwenu. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba tutapiga kura 2022 tuunde serikali ambayo inajali maslahi ya watu wa chini. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! 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 Asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, na mtatusaidia tutembee hii safari pamoja. Asante sana. Nyasaye abaseseni. Wapi mwalimu ule boss? Nimpatie